Shalom shalom wapendwa wa Kristo, na wasalimu katika jina tukufu la Yesu Kristo. Natumaini ya kuwa ninyi wote ni wazima wa afya, na siku ya leo tumekuja tena na kipindi chetu Safari ya Imani kutoka Hallmark Ministries, na hii ni Hallmark TV, na mimi unayenipata sasa hivi niite tu Faraja Massa, Raja Le Prince. Na kama nilivyokuambia kwamba siku ya leo tena tutakuwa hapa ni kwa ajili ya kuweza kupata ushuhuda wa imani ya watu waliotembea na Kristo tangu mwanzo hadi kufika hapa, na nimefanya kabisa mwaliko mzuri kutoka Hallmark Ministries, na tumemwalika mchungaji hapa ambaye tutakwenda kuongea naye mawili matatu. Mchungaji, shalom. Shalom, shalom. Siku ya leo ipoje? Ni sawa, hakuna hata tatizo. Mungu neema yake inatenda kazi kwetu. Amen. Kwa faida ya watazamaji, hebu jitambulishe kwa majina. Mimi kwa majina naitwa mchungaji Mkiombwe Ekiochi Leonard Asukulu, yote ni majina yangu. Wewe ni mtumishi kwenye shamba gani? Mimi niko mwangalizi wa kanisa la EPIC, Église de Pentecôte Internationale au Congo. Ni mimi mwangalizi, ni mimi mwanzilishi wa kanisa hilo katika nchi ya Kongo. Ndio. Asante sana. Ni katika kipindi cha Safari ya Imani, na tumekuja hapa ni kwa lengo la kutaka kujua safari yako ya imani imeanzaje. Kabla ya kuwa mchungaji ulikuwa nani, na historia yako hadi ukaja kukutana na Yesu Kristo ulikuwaje? Tungetamani kujua hilo kwa faida ya wale wanaotufuatilia. Safari yangu ya imani ni ndefu, ni historia kabisa. Tena nilipata wito wa wenye uko special au sio kuwa wa kawaida kabisa. Mimi nilikuwa Muislamu. Ndio, katika familia yetu pale Ubembe, jamaa yote, mji wote mzima Waislamu walikuwa pale, Waarabu walikuja, watu wote wakaingizwa katika imani ile. Na tukazaliwa, makambu zetu ni Waislamu, lakini baba katika kusoma alisomea chuo cha Wakristo, cha Kikristo, Nundu, Mshimbake, na akawa mwalimu, na pia akaenda katika jamaa ya Kikristo. Ni kama vile akatoka katika dini ya Kiislamu, basi yeye akawa Mkristo. Hata kama ingawaje nilizaliwa, lakini wazazi wake wakaweza kunichukua kama mrisi wake katika dini ya imani ya Kiislamu. Ni hivyo nikakuwa katika imani ile, nikawa mkubwa kabisa katika imani ile. Lakini Waislamu walikuwa wana vyuo kwa wakati ule, walikuwa na shule. Kwa wakati ule walikuwa na shule. Basi hivyo tukaingia katika shule za Wakristo, Nundu katika Methodiste, tukawa Mboko katika chuo cha Wakatoliki, Roman Catholic. Lakini nikaenda somea Baraka pia katika chuo cha Roman Catholic. Tukafuata Ukristo ukaanzia pale. Na Roma ni wakati walitaka nibatizwe padiri ambao tulikuwa naye pale Baraka, lakini chima, ila wazazi mama akakataa. Akasema siwezi nikabatizwa ningali mdogo. Angoje wakati nitakomaa mwenyewe nitachagua imani yangu. Ikawa vile. Nikawa katika nikienda shuleni niko Mkatoliki kule. Ukirudi nyumbani wewe ni Muislamu. Nikawa na changanya hivyo. Lakini imani kabisa ilikuwa ya Kiislamu. Sasa nilikuwa naingia msikitini hata pale Baraka. Mambo ya Kikristo Katoliki ilikuwa kama vile shuleni, lakini Ijumaa naenda pale Bomani na sali pale. Sasa nilikuwa nakaa kule Mwambangu. Lakini Ijumaa nakuja tunasali. Na Jumapili tena naingia katika lile kanisa kubwa pale la Baraka Centre. Ina maana tuseme kwamba wewe maisha yako yote ya utotoni umeishi katika dini ya Uislamu, huku ukichanganya na Ukristo kidogo kidogo. Ndio, ulichanganya na Ukristo. Hata wakati tulikuwa Mboko, shule ni ya Wakatoliki. Ukija wakati wa Christmas hivi Noele, tunaenda kwa Katoliki. Wakati kija la Eid ya Waislamu tunaingia hivyo. Sasa tulikuwa tunachanganya utoto au jue nini kabisa, na imani ilikuwa haijawa. Lakini ya Kiislamu ilikuwa kama vile nafuata ya kambo wazazi, sababu katika Uislamu tulikuwa tunaoneshwa mtu akitoka katika dini, basi yule mtu ni kama vile atapokea laana.
Sasa mimi ndio laana kutoka kwa wazazi. Lakini mimi nikawa ninaona kama ni babu, lakini ajawa mzazi wangu kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo sheria zote za Uislamu wewe kipindi hicho ulikuwa unazijua kabisa? Kabisa. Kila kitu nilikuwa nakishika hivyo, na hata hivyo nilikuwa nasoma, nilikuwa naongea Kiarabu, Qur'an nilikuwa naisoma. Sasa kwa sababu ni lugha ambayo kama una uzoefu kila mara inapotea. Lakini kabisa wakati ule niko nakomana ulimi wangu na nini nilikuwa nafuata. Tuseme ulikuwa Mwarabu mweusi. Mwarabu mweusi. Na hata hivyo wapo. Libya Waarabu weusi wapo. Sasa mchungaji, tungetamani kujua ni jinsi gani uliweza kukutana na Yesu Kristo katika safari zako. Lakini mpenzi mtazamaji, ni kuambia kwamba kipindi hewani ni Safari ya Imani, na tupo naye mchungaji Leonard ambaye tunakwenda kujua historia yake ya imani tangu alipokutana na Yesu Kristo hadi kufika hapa. Tungetamani kujua ilikuwaje hadi ukafikia kukutana na Yesu Kristo na akakufanya kuwa mfanyakazi katika shamba lake. Mimi ni historia ndefu, lakini nitakwenda nayo kidogo. Ni kama katika Uislamu na Ukristo wa Roman Catholic nilikuwa nakunywa pombe. Ndio, nilikuwa nakunywa pombe. Nilifika hata ujana wa kuvuta sigara. Ndio. Na pia nilikuwa nafanya biashara. Tulikuwa na kazi ya maboti kule kwetu Ubembe, tunaenda Bujumbura, tunaenda Tanzania, tunaleta biashara, sukari, sabuni, chumvi na kadhalika. Alafu ilikuwa siku moja mwaka wa 79 walipokea mgeni kanisani. Mama alikuwa mshiriki wa kanisa la Kadafi, kwa sasa ilikuwa Kadeza wakati ule. Alafu na nilikuwa nimelala katika ulevi wangu, na mama asubuhi akamka akaenda shambani, lakini anajua wana mgeni kanisani, akaja mapema. Wakati tutakwambia sema bado bwana mkubwa analala aseme, akawaita wakaniamsha, unalala mpaka sasa hivi? Mwambia mchoko wa safari kutoka Burundi na nilikuwa kwa mambo yangu. Lakini kanisani kuko mgeni, ungenawa twende kumsikiliza ule mgeni. Kumbe na wao walikuwa kwenye kanisa lao la pale Lusenda. Unaona Lusenda na pale kwetu Tingitingi Zimbwe ni kama vile mji mmoja, kijiji kimoja pale cha kanisa ingine ilikuwa pale. Sasa wao wakaenda kule, wakaitishwa kule, lakini ule mgeni alikuwa amependelea arudile wapi? Pale Lusenda. Aliona ishafanya miezi 6. Sasa Mungu alimpa mtu kwenye maono, akampa picha ya mtu na anaishi Tanzania. Alikuwa anaitwa Sulemani Alembe, watu wengi wanamjua katika kanisa la Kadafi, na alishakuwa marehemu, Mungu alimhamisha. Nilipata kujua habari zake, wakaniambia kaburi lake liko Fizi, na hivi niko naandaa safari nende nifike nikalione kaburi lake. Tuseme kaburi la mtu ambaye alitumwa kwako. Ndio. Sasa yule mtu Mungu akampa picha yangu, akamwambia nenda, utavuka bahari wende upande wenu. Unamwona huyu mtu, aseme utaenda nitafutia huyu mtu na aja naye, huyo atakuwa chombo changu, namtaka. Hasa yule bwana akaja safari kule, akaanja Injili sehemu za kule Matalama, tuseme Yungu, Kazimia, kote miezi 6 kule kote anahubiri, akafika mpaka Lusenda. Akaona ameshafanya miezi 6 na haoni mtu kabisa. Mungu aliweza kumtuma kama vile amepotea njia. Kupotea njia, lakini aliona kama vile amefadhaika. Ni uchovu tu, ameshatembea sana, hajampata mtu. Alipata mafadhaika, hajampata mtu miezi 6, akaanza jiuliza maswali mengi mwanadamu. Hasa pale kwenye mkutano wake Lusenda, akaaga kanisa. Kawaambia mimi narudilia hapa, ingawaje naona safari yangu haikufika mwisho, sikuona mtu kama Mungu ni nini ajue. Sasa alipokuwa na haga na wanakuwa naimba wimbo sadaka nini, sauti kamjia pale, asema pana, yule mtu yuko hapo mbele, kijiji cha mbele, ingawaje wale watu nyele kijiji wako hapa, aga kanisa waambie kwamba utakuwa pale. Sasa ndo akasimama tena, akapunga mkono, akatoa ile taarifa. Mimi nasikia Roho ameniambia nende kwenye kijiji kinafuata. Basi
kanisa la pale kwenye kijiji chetu. Basi wakajiandaa, wanapokea mgeni, wakaja na mgeni pale. Sasa ndo na mimi huku mama ananiambia niende kanisani. Miaka nyingi siingi yake kanisani, lakini siku ile napata wito niende kanisani mama. Sasa nikasikia ndani yangu hakuna upinzani ulitokea. Nikaenda kudushe, nikanawa kutoka bafuni yale, nikajiandaa, tukaenda na mama pamoja kanisani. Jambo la kwenda kanisani tu? Nikaenda, nikaona, nikawaita, basi nikaenda. Tukaingia pale kanisani. Basi mimi kuingia tu nikaona upande wa kushoto kuna benchi bai kunyuma kabisa. Mimi nitakaa hapa nyuma, wakwenda mbele wenye wazoefu wanaenda wenye imani yao, nikabaki nyuma. Sasa watu wanaingia, wakiniona hivi wanakimbia wanaenda kwa sababu walikuwa wanakujua wewe ni mtu gani. Walinijua kama mimi ni mlevi, mimi si mtu ambaye wa dini. Waliona huyu mtu ni mpagani, amekuja kufanya nini hapa? Kumbe nina aliko la Mungu. Sasa ibada likaanza, watu wakaimba, watu wakafanya kila kitu, mambo yao yakafanyika pale. Na mimi niko mle tu, sijali, niko mle. Kuna mara siafuatilie, niko nakumbuka biashara yangu nje. Naona pale muda kama vile wananisumbua, ningerudi niende ni sambasi sabuni zangu kwa wateja wangu. Basi ule mtu akasimama akahubiri mahubiri yake, nikaona ni kawaida. Akaita watu kuja kwa Yesu, akaona mtu katika yale mafadhaiko tena. Sasa ndo akasikia Roho Mtakatifu akampa ujumbe ambao ulinigusa. Sasa na mimi ndo ule mfano wake. Sasa ndo na mimi nikaona kama vile Mungu akapenda nielekee mfano wake katika ule ujumbe ambao alipewa na Mungu. Ndiyo, wakati ule akaupewa sasa mfano wenyewe ulikuwa nini? Akatoa mfano kwamba ya mzungu mmoja ambaye aliweza kufuga nyoka. Hawa nyoka wakubwa chatu, anafuga nyoka, na ule nyoka mzungu akaweka mapenzi yake, upendo wake mwingi sana kwa ile nyoka kuliko mke wake na watoto. Akaijengea kanyumba kwa liumu pale, na akaweka mtumishi wake wa kupatia ile nyoka chakula, kumhudumia. Zote zikapewa mtu mwingine. Akienda kazini, kurudi tu, kabla kusalimia mke, watoto, anaenda kwanza kwenye nyoka kule. Anaanza kucheza, alikuwa anatumikisha lugha Kiingereza, snake mamba, naichezesha I love you, I like you vya vile. Sasa mpaka malizane na nyoka, wafurahi mule, ndio anakuja kwa watoto na mke. Sasa kikao kinamkera mke wake. Wakati mmoja sasa akasafiri, akapata safari ya kazi, akaenda nchi nyingine. Akachukua funguo ya ile nyumba ya nyoka, akapatia mtumishi. Mke na watoto akampeleka na gari kwenda safari yake kwenye uwanja wa ndege. Akaenda, mke akarudi, akafika nyumbani, akaambia ule mtumishi, nipe funguo za ile nyumba ya nyoka. Mtumishi anataka kubisha, ala akampa, akabaki nayo. Nyoka ikabaki pale, haile chakula. Haipati huduma kama kawaida. Haipati huduma, ameifungia kabisa, huduma hakuna. Sasa ule mfano ni kama vile mimi nikasikia sasa vile ni hadithi, uzoefu wa hadithi njo. Nikachukulia kama vile hadithi. Kumbe hadithi ikawa kama vile imenivutia. Kumbe nondoano sasa. Alafu akaeleza ile habari. Yule mtu aliporudi baada ya kukawia mwezi katika misio ya kazi, sasa nyoka hapa hili chakula imeshazimia na njaa, lakini ikaweka imani kuna siku nitakula. Sasa mwenye nyoka akaja kule, wakamleta. Kufika nyumbani, kuliko anze tena na mke na watoto, moja kwa moja kwenye nyoka, kufungua funguo zake, akafungua ale nyoka. Kuona mtu amefika, chakula hiki aseme nimepata mlo hapa. Nyoka ikampanda, ikaanza yeye anafikiri wanacheza, kumbe nyoka ilishakuwa na hasira yake, ikamzinga mpaka mwisho, ikaanza kujinyosha kwake, akajisikia pumzi hakuna. Bwana, ni vitu gani? Wapi, ile mchezo sio hiyo, mimi nimepata mlo hapa. Wakati akalalamika, ule mtumishi anataka aende, mwanamke akatoa silaha bastora, akamwonesha, ukifika pale na kuoa. Mwanamke ule bwana akarudi, mpaka vile nyoka kamuua mume wake. Mume akafa kabisa. Ndo akachukua bastora, akaule nyoka isije tena sasa ikawavamia baada ya kuua mume wake. Wakapeleka taarifa, polisi ikaja, mwanamke akajieleza na nini. Sasa mwisho akasema nini? Kilichomuua ule baba ni nini? Aliweka upendo kwa dhambi. Alifuga dhambi.
Sasa watu wengi wanafuga dhambi, wanajua kwamba dhambi ni kitu cha kufurahia, kumbe na madhara ya aina ile. Sasa ule mfano ukanivutia, akaita watu sasa kwenda kwa Yesu, na mimi sasa hata hivyo sikwenda. Lakini mfano ulikuvutia? Ulinivutia kama hadithi, lakini sikwenda. Nikasikia sasa huku nyuma yangu kwenye ukuta mkono kama mtu ananisukuma. Mimi natizama nyuma, hakuna mtu, ni ukuta tu wenye nasegamia, lakini mkono mara 3 nanisukuma hivi. Basi moja kwa moja, sikujua jinsi nilivyokuwa nimesimama pale, nikaelekea kule mbele. Yule mtu aliponiona akapiga yowe, akafurahi sana, akamshangilia Bwana, na akaona picha yangu vile vile. Kumbe na mavazi nilivaa siku ile alikuwa ile aliyoniona. Yani tuseme nilivyopata wokovu. Yani ni kupitia hadithi ya nyoka ndipo ulipokutana na Yesu Kristo. Na tumekwisha kusikia historia ya wewe kukutana na Yesu Kristo. Lakini pia baada ya kuanza maisha ya Ukristo, kuna changamoto gani ambazo ulikutana nazo kutokana na vile jinsi watu walivyokuwa wanakuchukulia? Kwenye mtaa wenu ulionekana kama mtu gani baada ya kukutana na Yesu Kristo? Ndiyo, baada ya kukutana na Yesu, watu wengi hawakuamini kama itakuwa vile. Na wale wa babu zangu, mmoja ule babu ambaye kabisa alikuwa amenichukua katika dini ya Kiislamu, na yeye hakupenda, na wengine walikuwa Waislamu hakupenda. Walikuja kuniona, nikawaambia yule mtu ambaye alitumwa na Mungu kutoka mbali, nimeheshimu ile taabu alipata ya miezi 6. Nilikaona kile kilikuwa ni kitu cha Mungu. Watu wengine waliona pengine, haswa wenzangu wale ambao tulikuwa tunashirikiana nao katika ulevi, pombe, tunaenda pamoja, mambo ya sigara, wakuamini. Wale tulishirikiana nao kwenda kutafuta mabinti, wanawake, wakuamini. Lakini na mimi nikawa sawa vile nimepata mlezi kwa wakati ule. Kuko mtu wa familia kabisa wa ndani, mtoto wa kaka yangu ambaye alishakuwa ameshabobea katika imani, kushakuwa kiongozi wa vijana, tena alikuwa mzee wa kanisa, mtumishi. Tulikuwa tena karibu nyumbani kwetu na kwao. Yeye sasa akanishiriki sana, akachukua muda kunipitua kwenda kwenye ibada za asubuhi mapema. Akachukua muda kabisa kunipeleka kwenye ibada za jioni, labda nisafiri tu, nikiwepo akijua ni yeye aliweza kunishiriki. Alifanya suivi yangu sana, mpaka na mimi nikajisikia kuendelea, na nikaanza kujisikia ndani yangu kuamkia asubuhi kwenda kupiga kengele ya kuita wengine asubuhi. Nikaanza jisikia mimi nikifika kanisani naona uchafu, nende kufyagia. Nikaanza kujisikia naona ukumbi wa kanisa una majani yameota, naenda kutengeneza. Ni hivyo gisi niliendelea. Mwisho nikasikia hamu ya kuimba, nikashirikiana na waimbaji, nikaanza kuwa mwimbaji wa kwaya, nikaendelea hivyo. Nikafuata mafunzo ya formation wa walimu wa kufunza watoto wa École de Dimanche Sunday School. Nikafuata ile sababu pia tulikuwa na marehemu Ombole Vera Ombolo Lela, na yeye alikuwa shakuwa mtu wa ile nafasi. Basi nikafanikiwa hivyo, na pia nikakuwa ninaenda Bujumbura kwenye likizo ujombani kwangu, na kule nako nikawa nimeona karibu ya kanisa pale Le Mausi Bwiza bara 3, ndio nikawa nashiriki pale, na ile mafunzo ya watoto ikawa pale. Nikakuwa nimerudi nikawa mwalimu wa shule ya watoto Jumapili, nikaendelea vile. Aliyekuwa mtu wa kunywa pombe, aliyekuwa mlevi, leo amekuwa mwalimu wa watoto. Ndio, nikaendelea vile. Lakini hata hivyo changamoto zikaja tena baadaye. Kukawa tena nikaendelea tena, kukawa kule mbele tena nikawa saa vile nimerudi nyuma. Na kilichokufanya rudi nyuma tena ilikuwa nini haswa? Kilichonirudisha nyuma ni wakati nilianza kazi za boti. Rafiki yangu mmoja katika safari zetu za kupeleka bidhaa Tanzania wapi, mtu mmoja akaniamini, akanipa boti lake nianze kuliongoza. Nikawa kama vile mimi ndo nahusika na kazi ya kulipisha katika boti, kwenda katika matalama mawapi,
Talama kukakuwa hakuna kanisa kwa wakati ule, kulikuwa tena msikiti kwa nilikuwa nimefikia. Nikaanza ingia tena msikitini. Unaona, lakini ilikuwa kama vile nikiwa kule, nikirudi huko kule kukosa nafasi ya kushiriki ule muda kusema peke yangu naweza nikafanya ibada zangu jinsi nilivyo kwa sasa hivi. Nimesha komaa kiroho. Unajua uchanga ulikuwa kama bado huko mwingi, ndio, na kukosa watu wa kukuhimiza. Hiyo kule nikakosa watu wa kunihimiza katika zile safari zote. Tukakutana tena na walevi, tukakutana na watu gani, kikachukua muda kama vile nimerudi nyuma katika mambo ya ulevi, lakini ule muda ukawa mfupi. Nilipokuwa Bujumbura nikaona huko maisha yamekuwa magumu, nikarudi Bujumbura, nikaishi pale, nikaanza kazi zangu pale. Pale tena sasa nikagonjwa Bujumbura katika kazi za mashantier, nilikuwa plomberi, kazi za mikono, nilikuwa kazi nilikuwa nimeshajifunza sana. Sasa magonjwa yakaja, lakini Mungu akanisaidia. Mdogo wangu tena wakafika pale, naenda kupimisha magonjwa yaonekane. Yule mdogo wangu akafika akaniombea, mdogo wangu mimi kunifuata wa pili, yuko Bukavu, akaniombea kwenda hospitali. Kesho yake magonjwa wakaiona. Sasa ile kwenda kwa mashanti kila siku asubuhi, narudi nyuma, hakuna chakula, tunakuja kula nyuma, shanti za kule Yuru Machiriri, restaurant hakuna, tukienda vile ni kushinda. Sasa nikawa vile nimegonjwa, nikapata matashi ya tuberculosis. Sasa ugonjwa kuonekana, nikaanza tibiwa, nikapona, nikarudi kanisani kabisa, kanisa la Ndangwa, nikaendelea, nikawa mwinjilisti wa Bwiza, kanisa la Ndangwa. Basi sikurudi tena nyuma, na ukaendelea na utumishi mpaka sasa hivi. Na ilikuwaje mchungaji hadi kutoka katika kipindi hicho hadi kufikia kuwa mchungaji? Nilianza kuchukua sehemu nyingi nyadhifa. Nilikuwa mwalimu wa shule ya Jumapili, niendelea na ile mafunzo, tukawa tunajifunza Emmaus pale Bujumbura, shule ya Biblia. Ile haikuwa tuko pale, Johnson anakuja na tufundisha pale Bwiza mara 3. Namona kuhubiri watu kuja kwa Yesu, nikawa mwinjilisti kabisa pale, nikavuta watu wengi kuja kwa Yesu, na wengi ni wachungaji kwa sasa hivi. Kama vile nani? Na leo kwanza alishakuwa bishop, na yeye Lucien Mawe Lucien alikuwa kwapo ni hapa Kakungwe, chini ya Rai pale, chini ya Tembe. Na alishakuwa mchungaji, anakuwa hata bishop Bujumbura, anaishi pale. Na tukafanya kazi na wengi tu, alafu mwisho nikawa kiongozi wa vijana, nikaendelea hivyo. Kanisa likaniona niko mwaminifu, nikaombewa uchungaji kama vile mchungaji msaidizi. Nikatoka Burundi nikaenda Tanzania, Kigoma, babangu kule mchungaji wa kanisa la Baptist, na yeye kule nikaingia katika mafunzo ya shule ya Biblia pale Ujiji ya Baptist. Tukaendelea vile, basi ni hivyo Mungu alisaidia kutoka kuwa mlevi hadi kuwa mchungaji. Mchungaji, tumesikia jinsi ulivyoweza kukutana na Yesu hadi ukafikia kuwa mchungaji. Na katika uchungaji wako kuna changamoto gani ambazo umezipitia tangu ulipokuwa mchungaji hadi kufikia sasa? Kuna changamoto gani ambazo umezipitia kwenye familia, kwenye huduma au kwenye sehemu nyingine zozote tu? Kwenye changamoto zangu katika maisha ya uchungaji au huduma hiyo, kwa familia hapana shida. Kwanza mama yangu alikuwa amefurahi sana alipokuwa akiona maisha yangu ya kale na jinsi nilivyokuwa sasa na kuwa mchungaji. Alikuwa mwenye furaha sana, na hata kuna kipindi mwenyewe mama yangu hata hivi alishakuwa mzee sana, lakini sehemu yake ya kumu alikuwa naileta kwangu kama mchungaji wake. Alijisikia vile kama mtoto wake amekuwa mchungaji wake. Alikuwa na furaha, familia yote ilikuwa na furaha. Ndio hapakuwa tena tatizo, sababu wale wazee nao walikuwa wameisha toweka. Dini ya Kiislamu kama saa vile imezoofika pale kwetu. Mji wote ukawa saa vile umepata wokovu, wakawa Waislamu wachache, na ule msikiti ambao ulikuwa pale na wenyewe wakuendelea, ukawajengwa alipo tena, wakahamia kule Kubamate. Hizo ni changamoto za familia. Marafiki wakawa kama vile wamechukia, siku tena mshirika wao. Na nilikuwa napenda kucheza sana mpira, na mimi vile vyote vikawa saa vile vimenitoka.
sikuendelea tena na shughuli zile, nikaingia sasa katika shughuli za kanisa. Baada ya kuwa mchungaji ndo ukaachana na mambo yote ya kucheza mpira, ya kufanya biashara? Biashara yote kwa wakati nilikuwa sifanye chochote, na hata ya mpira, lakini ikabaki na kitu kimoja, mazoezi ya kila Jumapili asubuhi saa 11 na mkia, kama vile ninavyofanya mpaka sasa. Kabla kwenda kanisani natakiwa nifanye ile mazoezi. Naenda Kavivira kule, tunarudi hapa saa 1 najiandaa naenda kanisani. Ile kabaki. Na ni mafanikio gani ambayo ulikutana nayo katika kumkubali Yesu Kristo tofauti na ulivyokuwa mwanzo? Mafanikio ni mengi. Mafanikio mengi ni kwamba kwanza nimepata familia kubwa ya Kikristo, na Mungu alinifanya kujulikana. Mungu akanipa na jina, nikawa na jina, sababu ilifikia wakati mmoja hata ingawaje kulikuwa yale magomvi, malumbano kiuchungaji, zile hali hazikosi, mambo ya fitina, ya wivu ya kosi, lakini Mungu alinitia nguvu tu kuyaona kama si kitu, niendelee na wito wake. Kuna wakati alinitumia watu, kuna wakati na mimi nilipokea sauti yake, ananiambia hivyo. Na kitu kilichonisaidia sana, nikapenda sana maombi. Nilipenda sana maombi, mpaka sasa hivi nimeyaweka maombi kama nguzo yangu katika maisha ya Ukristo. Nikapenda sana kusoma vitabu, na mpaka sasa hivi mimi ni msomaji na vitabu vingi tu, vingi sana. Sasa maisha yangu yote yakawa ya kusoma vitabu. Changamoto hazikosi, ni yale mambo ya fitina ya kanisa kwanza, tena ndio alinipelekea mimi kufungwa, na wakati watu wakanipelekea ripoti mbaya kwa wapelelezi wa nchi wakati wa utawala wa Kabila, ya kwamba mimi niko katika njama za kumuua Rais Kabila. Ili wote tu watu walitaka nitoke niende mbali yao, na kweli nikafungwa, nikaenda, wakaona hapa wezi kuniacha Bukavu, nikaenda mpaka Kinshasa. Nimefanya miaka 8 kule. Nilifanya mwaka mzima niko kwenye kasho ya Demiape, nikaenda mpaka Ndolo miaka 7. Nimerudi hapa kabisa, nimekuta mke na mtoto ambao niliacha na nyonya wamesha kuwa mabinti wakubwa. Pole sana. Lakini nilielewa kwa sababu gani Mungu aliruhusu kile. Sababu nilifika Demiape, ni mimi nilikuwa wa kwanza kuanzisha maombi pale. Ni pale kufika pale tu nikasumbuka sana, watu wanalala ovyo vibaya, nikakuta watu wengine kabisa ni kama vile miili yao hakuna tena minofu, ni mifupa tu naona. Macho ameshashuka huko, kila kitu hakuna. Wanasubiri kufa. Nilienda wekwa nafasi ile ya kungoja kufa. Chakula kupata kwa shida, maji ya kunawa hakuna, choo hakuna, kila kitu tunakifanyia hapo. Pole sana kwa kweli. Alafu katika kusumbuka kuuliza Mungu ni nini sasa, Mungu akaniambia kwa nini nilienda pale Demiape. Demiape kulikuwa ile kasho, kulikuwa kufika watumishi wa Mungu, hata baviziteri Demiape hakuna, walikuwa wafiki pale. Na Mungu akaniambia nafasi hii akufikake watu kuomba, na hapa kuna watu wangu wengi, unatakiwa ufanye huduma hapa. Basi nikaelewa, nikaanzisha maombi. Nilianzisha kwa vitisho. Viongozi walikuwa nakataa kabisa, ni watu wa giza, walikuwa wapendi. Mungu alikuwa amefunua mengi sana juu ya sehemu ile, lakini Mungu akasaidia maombi mpaka sasa hivi yale maombi yako. Alipoona wakati umeenea, nikapelekwa Ndolo kule nako nikaingia katika huduma. Nilielewa Mungu. Kuna siku alikuja kunichukua usiku pale Demiape. Sasa walikuwa nakuja usiku, wanachukua mtu wanaenda ua hivyo na hivyo. Sasa na watu mle, kwa sababu mateso mengi, wengine walikuwa naomba wapelekewe ubora ende kufa kuliko wabaki pale. Sasa watu walikuwa wana matumaini. Nilipoanza maombi, matumaini yakaanza rudi. Niko nasema maneno ya Biblia nyiko kichwani, vile vinavyosema tuweke neno la Mungu kwa wingi ndani yetu. Sasa ni lile likaanza fanya kazi na maombi, na Mungu akasaidia, tumaini likaja. Wale watu walikuwa na mafadhaiko, nikaona wanaanza changamuka. Nikaona kweli kumbe neno la Mungu ni chakula na ni dawa. Sasa watu wakawa kabisa wamefurahi. Sasa walipoona mimi nikuja kuchukuliwa usiku, basi mchungaji wetu anaenda wao, basi Mungu wako akutetee. Nikapelekwa kukasho moya Aneri kule usiku, nikawekwa fasi moja kwenye nenda tupo mule, nikakuta watu wawili wameshachoma visu, mmoja ameshafariki, mwingine anavutia.
Nikafika yule nikaanza kuomba na yule kumwombea. Nikachukua shati yake, nikapasua mikono, nikaingiza ile sehemu ya damu na sehemu zingine nikafanya, nikaomba Mungu juu yake. Baadaye wakaja kufungua mlango, wakanipeleka kwenda sehemu, wakaona nimeshajaa madamu, wakanimwangia kwanza kwenye bomba maji kidogo. Nikaenda huko sehemu kwenye piesi kadogo tu hivi, kiti pale, projekteri ya kabambi mbele yangu kule, wakakiwasha sioni mtu tunaongea naye, lakini sauti ya mtu nikatambua kama ni nani. Nikamwambia mimi sifanye kazi ya siasa, maisha yangu yote nafanya kazi ya Injili. Sasa walikuletea, nikamwambia mimi sijui, wewe ndio niambie kwa nini mlienda kunifunga. Tukawa tunabishana hivyo na yeye. Basi wakanirudisha. Waliponiona nimerudi wakashangaa. Sasa nikaelewa wakati nilitolewa pale, sasa tunaenda Ndolo ku prison militaire. Asa wale wote ambao walioenda mbele yangu wademiapi kuniona, mchungaji wetu amekuja. Sasa kufika kule tena wakanipa huduma. Katika kuhudumia nikatoa ya ule mtu nilikuta kule kuanere kama ushuhuda. Kumbe yule mtu yuko sasa pale Ndolo. Mungu alimponeshaga. Yale maombi Mungu akasikia. Kuniona ni koloneli mmoja akaja kunipokea hivi, akasimama kwenye yuko kwenye ibada kuja kunipa yambi. Pastor, yule mtu anayesema ndio mimi huyu. Akanionyesha zile sehemu yale makovu ya visu. Mungu wako alinijibia. Sasa nikaelewa Mungu alinituma kule kwa ajili ya watu wengine. Na yule naye aliamini, na hivi na yeye kule Kinshasa ni mwinjilisti. Sifa kwa Mungu. Na tunakaribia kufika mwisho wa kipindi hiki Safari ya Imani. Sijui mchungaji, una ujumbe gani wa matumaini kwa wale wanaotufuatilia na kwa wale ambao wamekata tamaa kutokana na vitimbwi vya huduma? Una ujumbe gani kwa ajili yao? Ujumbe ni kwamba maisha ya wokovu si kitu rahisi. Na maisha ya wokovu hata ingawaji Biblia inaweza ikatupatia maneno mengi ya faraja. Mtu akimwamini Yesu atalipwa 100 kwa 100 hapa duniani na mbinguni. Lakini si kama mtu anaweza akavunjika moyo juu ya yale. Kuna ule anavunjika moyo kwa sababu anajikuta anatoa sehemu za 10 par exemple, lakini hana mafanikio. Kwa mfano, mbona mimi nafanya fikira? Hajui Mungu anamlipa kwa namna gani. Mimi nilielewa malipo Mungu alikuwa akinilipa wakati nilipita zile sehemu. Hiki kumbe Mungu alinilipa, nilifanya hivi akanilipa kwa njia nyingine. Watu wasitarajie kulipwa na Mungu kwa vile wanavyotaka wao. Mungu tulipa kwa njia nyingine. Kwa hiyo watu wasivunjike Mungu, nani wasivunjike mioyo. Mungu ni mwaminifu kwa neno lake, yale yote aliyotenda tunayo ya amini katika Biblia, Mungu atayatimiza. Yaani maisha ya Ukristo katika imani ni kupanda, na pia kuna wakati wa kutereza, wakati wa kushuka. Ni hivyo jinsi ilivyo hata kukua kwa kanisa ni sasa na kukua kwa Mkristo. Lakini kilichopo si kwamba mtu aweze akajihukumu mwenyewe. Kuna mtu anaweza kwa jikuta ni mkosa, lazima achukue kiswa juu. Hapana. Kwa hiyo mtu aweze akajihukumu. Cha kufanya mtu ajihukumu ni wakati anapoona ameingia katika dhambi. Ajihukumu, dhamiri zake zimhukumu na arudi tu. Mungu bado ni mwaminifu. Mungu bado yuko pale, anampokea kila mtu. Asante sana. Tuwe na mwisho mzuri. Mwisho mzuri ni zaidi ya mwanzo wa imani yetu. Basi neno moja la baraka kwa wanaokufuatilia kwa muda huu. Na waombea imani ni kuanza na kuna mapambano. Imani ni vita. Si kwamba tunamwamini Kristo alafu tunakaa. Maisha ya imani sio maisha ya likse ya kwamba mtu atakuwa sasa ametulia. Maisha ya imani ni maisha ambayo ni ya kuendelea imani hadi imani mpaka tufike mwisho wa imani. Na hapo tujue kwamba Mungu ametuwekea mengi. Yale yote aliyoahidi kwetu juu ya imani. Siku hizi tuna kipindi kigumu. Watu wanatakiwa kuelewa kwamba ulimwengu wa sasa uko mkipindi kigumu, na mitandao ina faida yake, pia mitandao ina madhara yake, na yanarahisisha shetani kufanya injili yake, kadhalika jinsi anarahisisha na kanisa. Lakini tujue kwamba Bwana Yesu alisema nyakati za kurudi kwake ulimwengu utakuwa umefanana kama wakati wa Nuhu. Watu walikuwa wanakula na kunywa. Wakati wa Loti watu walikula na kunywa na kuoa na kuoesha, lakini gharika ilikuja kwa ghafla,
na watu wakaangamia. Kwa hiyo mambo ya dunia tuyaache hivyo, sisi tuendelee tu kufata hatua kwa Yesu. Mtume Paulo alisema tumfate yeye kadiri anavyomfuata Yesu. Kwa hiyo kwa Yesu ndiko kuna kila kitu kwetu. Asante sana mpenzi mtazamaji, ulikuwa nami Rajale Prince na tulikuwa na mchungaji Leonard katika kipindi chetu Safari ya Imani. Nyuma ya kamera alikuwepo kijana Emedi ambaye ni mtu mashuhuri, anafanya vitu kuwa vizuri kabisa. Kwa maelezo, maoni na mapendekezo utakwenda kuandikia kwenye hizo namba ambazo unaziona hapo chini. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.